Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya Tundu Lissu ambayo inasikilizwa kwa njia ya mtandao. Sasa tulikuwa live tukileta hapa update, lakini watu wakaomba tutengeneze update nyingine ambazo watu watakuwa free kuziangalia muda wowote. Moja kwa moja kwa kuanza kesi hii ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Tayari kesi imesikilizwa hapa mahakamani na mawakili wa utetezi kwanza mida ya saa 3 asubuhi walikuwa wamefika mapema, lakini wa serikali pamoja na mtuhumiwa watakuwa kwa njia ya mtandao. Yaani mawakili wa Jamhuri pamoja na Tundu Lissu wao hawatafika mahakamani, watahudhuria kwa njia ya mtandao. Muda huu anaonekana kwenye skrini ya afisa wa magereza. Sijui kama ni mkuu wa magereza, lakini Mheshimiwa Lissu haonekani. Kesi inaelekea kuanza hapa mahakamani. Mawakili wa serikali wanaulizwa kama wapo tayari kuendelea, lakini nao hawaonekani kwa sasa, maana wanaendesha kesi kwa njia ya mtandao. Wakili Mpale Mpoke anasema upande wa utetezi, yani upande wa Tundu Lissu, tupo tayari kuendelea, na upande wa serikali walikuwa na taarifa ya kesi na wanajua tarehe ya kesi, kwa hiyo akasisitiza kwamba tuendelee. Upande wa Jamhuri ukajibu tuko tayari. Anasikika wakili wa serikali anasema hivyo. Wanaulizwa magereza pia kama wako tayari. Magereza anajibu hapa askari magereza. Huyu afisa anasema mshtakiwa amegoma kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao. Anasema nimemjulisha mtuhumiwa na amegoma kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao, kwa hiyo amegoma. Upande wa Jamhuri wanatambulisha mawakili ambao wapo kuwakilisha Jamhuri. Jobu Mrema anasema upande wetu nitakuwa na wakili wa serikali, nitakuwa na wakili mwandamizi Nasolo Katuga pamoja na Kasbeti Mbirigi. Tupo tayari kuendelea na shauri. Shauri lilikuja kwa maelezo ya awali. Kabla hajaendelea hapa na katisho kwamba tulia kidogo kwanza. Baada ya kutulia hapa, baada ya upande wa Jamhuri kwamba kujitambulisha na kutambulisha jopo lao, Jobu Mrema wakili wa serikali mwandamizi kutambulisha kwamba niko pamoja na Nasolo Katuga pamoja na Kasbeti Mbiringi, alikuwa nataka kuendelea lakini akasimamishwa. Sasa ni upande wa utetezi, upande wa Tundu Lissu, mawakili nao wanatambulishwa hapa mahakamani. Upande wa utetezi, upande wa Tundu Lissu kutakuwa na wakili Mpale Mpoki, Alote Mugwai Lissu kaka wa Tundu Lissu, Luge Nshala, Peter Kibatala, Jeremia Mtobesia, Nation Nkungu, Gaston Garubindi, Deusi Singa, Eben Silayo, Deogratias Cosmas Mahinyila, Edson Kilatu, Fredrick Kiwelo, Michael Mwangasa pamoja na Katas Rafael Mandiho, Dickson Matata, Emmanuel Chengula, Poki Sabo, Edward Heche, Jebla Kambole, Maria Mushi, Sisti Masawe, Ikoti Lissu, Fredrick Msaki, Jacobo Mogendi, Fikili Gabrieli, Florian Francis Hekima Mwasibu pamoja na Emmanuel Ukashu. Wakili Mpale Mpoke anamaliza kutambulisha jopo la mawakili wa utetezi. Wakili wa serikali Jobu Mrema anasema yuko tayari kuendelea na shauri ambalo lilipangwa kwa ajili ya maelezo ya awali, na upande wa Jamhuri tuko tayari, lakini mshtakiwa hayupo hapo. Anasema tumewasevu tetezi maelezo ya awali leo asubuhi kupitia wakili Hekima Mwasipu. Shauri hili ambalo limekuja kwa maelezo hayo na mshtakiwa hayuko mbele ya mahakama. Kutokana na hali hiyo tuliyoipata kutoka magereza, kwa upande wa Jamhuri tunaomba ahirisho la shauri hili kwa tarehe nyingine, ambapo tunaomba kwa upande wa Jamhuri tupewe mwezi mmoja kutoka sasa. Watu wanaguna hapa mahakamani. Anaendelea anasema lengo la kuomba hairisho kwa mwezi mmoja ili mawakili wa upande wa utetezi waongee na mtuhumiwa ili akubali kuja kusomewa maelezo ya awali. Hakimu anamuuliza umemaliza au bado? Anasema Jobu Mrema wakili wa serikali kuwa nimemaliza mheshimiwa. Kesi imeanza na Jobu Mrema wakili wa serikali
akiomba mahakama itoe mwezi mmoja kwa ajili ya mtuhumiwa kuja mahakamani. Sasa baada ya kusema amemaliza, anaanza wakili wa utetezi, wakili Mpale Mpoki. Kwanza anaongea Kiingereza ila nitatafsiri hapa. Hata kama mtuhumiwa angekuwepo leo, tusingeweza kuendelea kwa sababu ingekuwa ni kinyume na sheria, kwa sababu sheria inataka maelezo ya awali yafanyike mtuhumiwa akiwepo. Jambo lingine, upande wa utetezi tunahitaji kupata nafasi ya kuonana na mteja wetu. Tumenyimwa kabisa haki ya kuonana na mteja wetu toka amekamatwa kwa ajili ya kumwandaa ili asomewe hoja za awali. Na sababu za hili kushindikana ni magereza kupitia maafisa wake wametukataza mawakili tusionane na mteja wetu, licha ya hatua mbalimbali ambazo tumezifanya kuonana na mteja wetu Tundu Lissu. Jana na juzi tumekaa zaidi ya masaa 7, na juzi pia tulikaa masaa 8 kuingia, na baadaye akaruhusiwa wakili mmoja tu kuonana na mteja. Wakili mmoja aliyeruhusiwa kumuona alikaa kwa dakika 15 tu, na huyo aliruhusiwa kumuona kama ndugu. Hivyo basi nasisitiza kwamba hata kama angekuwepo tusingeendelea kwa sababu hatukuonana na mteja wetu. Na waalika wakili Peter Kibatala na wakili Jeremia Mtobesia. Sasa anaanza Kibatala, anasema nashukuru, na yeye anatema ung'eng'e kidogo hapa. Kibatala anasema ataanza na sheria ya 192 ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo inasema wazi kuwa jambo la kwanza, maelezo ya awali yani PH yatasomwa kwenye mahakama ya wazi, yameandikwa kwa herufi kubwa kabisa. Hakimu anasema Kibatala, naomba useme taratibu, mimi naandika. Kibatala anasema sheria zinasema endapo maneno ya sheria yako wazi na yanaeleweka, basi sheria inapaswa kufuata kama ilivyo, kusiwe na janja yoyote. Na katika kanuni hiyo ya msingi hakuna exception, ni lazima mtuhumiwa awepo wakati wa kusikiliza maelezo ya awali. Sheria kifungu cha 637 mwaka 2021 inazungumzia kuhusu uendeshaji wa mashauri kwa mtandao, na hakuna mahali kokote nasema maelezo ya awali yasomwe kwa mtandao au mtuhumiwa asiwepo mahakamani. Kwa vile tunayo sheria mahususi CPA inayosema namna ambavyo maelezo ya awali yani PH kusomwa, basi tutumie sheria hiyo kama ilivyo. Ni kinyume na sheria na haitakubali na kujiongoza, na ni kuiongoza vibaya sana kwa upande wa mahakama kusema maelezo ya awali yatasomwa kwa mtandao. Hoja nyingine ni kwamba maelezo ya awali yani PH inapaswa kusomwa mbele ya mtuhumiwa na sio tu mbele yake, inasema sheria iwe kwenye mahakama ya wazi. Sasa hapa nimeanza kuelewa haya ambayo anayasema Kibatala, pengine ndio maana Tundu Lissu amekataa, kwa sababu anajua alipaswa kuletwa mahakamani, ndio maana amewagomea magereza. Huu mpambano ni mtamu sana hapa mahakamani. Kibatala anasema ili tuisaidie mahakama kutafsiri vizuri kifungu cha 192 sehemu ya kwanza, tunaomba isome kifungu cha 192 sehemu ya 3 ambacho kinasema mwisho wa yote hayo, baada ya hoja za awali kusomwa PH yani maelezo ya awali, mtuhumiwa atapaswa kusaini memorandum. Mawakili wake watasaini na mawakili wa serikali watasaini. Sasa hapo neno la msingi ni lazima memorandum iwe signed. Sasa mtuhumiwa hayupo, hiyo memorandum tutampatia bodaboda apeleke magereza, halafu aturudishie hapa mahakamani. Hii inaelezea kuwa lazima mtuhumiwa awepo mahakamani, maana ipo nyaraka ambayo atatakiwa kusaini hapa mahakamani. Hoja nyingine anaendelea hapa Kibatala. Baada ya PH kukamilika, yani maelezo ya awali, kunawezekana kuwepo kwa kutolewa vielelezo. Sasa kanuni ya 5 sehemu ya 3 kifungu cha 3 kanuni za kuendesha mtandao inasema kama shahidi anataka kutoa kidhibiti lazima awepo mwenyewe. Sasa kama litahitajika kuna kidhibiti kitolewe wakati wahusika hawapo kwa kipindi hiki. Kwa hiyo inathibitisha kuwa tukiendelea kufanya hapa chochote yatakuwa ni mambo ya hovyo na sheria haitaki hivyo. Maombi yetu
tutayatoa baadaye. Sura nyingine ya pingamizi letu ni kwamba mahakama hii ni functus officio, ilishaamua kuwa PH itafanyika live na mtuhumiwa atakuwepo hapa mahakamani. Anaendelea hapa Kibatala anasema kwamba na mshtakiwa ilitakiwa awepo hapa mahakamani. Sasa haya mambo ya leo kuwa mtuhumiwa hayupo yanatokea wapi? Mahakama ilisema mtuhumiwa atakuwepo hapa na mambo haya yalisemwa hapa mahakamani. Kwa hiyo mahakama inalazimika kumfanya mtuhumiwa kuwepo ili mambo yaendelee kama yalivyopangwa. Sheria zote ambazo nimezitaja hapo zinapaswa kuendana na rule ya functus officio. Kwa hiyo mwenendo wa shauri la leo ni kuvunja kanuni kwa sheria ya 4 ya kuendesha shauri mtandaoni. Ilipaswa kuwepo amri ya mahakama kisheria na imetolewa kwa pande zote. Na kama kungekuwa na ulazima wa kusikiliza kwa mtandao tulipaswa kuambiwa. Wakili Kibatala anaendelea kuongea. Sheria ya 10 kifungo cha 367 na hekima wakili naye pia atasema hapa. Tulitumiwa meseji ya kawaida kuhusu kusikilizwa kwa kesi hii saa 3 usiku. Sasa haya yote ni nini? Saa 3 usiku unatutumia meseji kuwa kesi itasikilizwa kwa mtandao. Je, hatuvunji sheria hapo? Sheria ya 10 niliyosema inasema mahakama ilipaswa kutoa siku 7 kabla taarifa ya kesi kusikilizwa kwa mtandao. Sisi tumepewa taarifa saa 3 usiku jana. Sasa hapo hatuvunji sheria? Hakuna taarifa yoyote ambayo tulipewa. Uwepo wa notice ni fair hearing. Kama notice haipo, maana yake fair hearing haipo. Kwa hiyo uendeshaji wa shauri hili hauwezi kuwa wa haki na wa maana kama taarifa za namna kesi itasikilizwa zinatolewa kama message za wapenzi. Kusalimiana na kutakiana usiku mwema haikubaliki. Wakili Kibatala na upiga mwingi sana hapa mahakamani. Mawakili wa serikali wamepotea hapa hewani, hawaonekani. Wakili wa serikali, wakili Jobu Mrema, kumbe alikuwa hasikilizi, anaongea na simu huko ofisini kwao. Tunamuona live kwenye skrini kubwa hapa mahakamani, watu wanacheka sana. Hakimu anauliza hawa mawakili wa jamhuri kama wanafuatilia hiki ambacho kinazungumzwa. Hakimu anauliza, mnafuatilia kweli mawakili wa serikali? Naona unaongea na simu tu hapo. Wakili wa serikali Jobu Mrema anacheka sana, ni kama anaelekezwa jambo kwenye simu. Mahakama imesimama hapa kwa muda, mambo ya ajabu kabisa. Mawakili wa utetezi wamekerwa sana na kitendo cha mawakili wa serikali kuwa bize kuongea na simu zao. Wakili Kibatala anaendelea, anasema hakimu kasema we endelea, acha wasisikilize. Anaendelea hapa, anasema kanuni ya 10 pia inasema pia hiyo notice ya siku 7 tuliyopaswa kupewa inapaswa kujumuisha mambo mengi, ikiwemo ni muda gani kesi hiyo itasikilizwa na mambo mengine kama vile marejeo kadhaa ya kisheria. Kwa hiyo notice ni muhimu na inahitaji mambo mengi. Wanasheria watapeanaje kesi za marejeo kama hawatakuwa wanaonana? Ndio maana notice inatakiwa siku 7. Sasa leo mkuu wa gereza anatuambia kuwa Lissu mtuhumiwa kagoma. Wakili Kibatala anauliza, tunamwaminije yeye? Yeye ni rafiki yake Lissu au ndugu yake? Hatuwezi kumsikiliza yeye hapa. Amerudi hapa wakili wa serikali anasema hapo mwisho hatujamsikia wakili Kibatala, tunaomba arudie. Watu wanacheka. Kibatala anasema, mimi na mawakili wenzangu tulienda jela Ukonga. Niliruhusiwa mimi tu siku ya tarehe 22 ya mwezi wa 4 na mtuhumiwa aliniambia yafuatayo: siwezi kushiriki kwenye mwenendo wowote kwa njia ya mtandao ambao utakuwa kinyume na sheria. Hayo maneno aliniambia Lissu mwenyewe kama wakili wake. Tundu Lissu alisema hawezi kukubali shauri lake lisikilizwe kinyume na sheria. Kwa hiyo msishangae leo kuwagomea huko magereza. Anasema fuateni sheria, atakubali kusikiliza kesi yake, la sivyo hata kubali kabisa. Kibatala anasema Jobu Mrema anaomba ahirisho la siku 30. Sasa hili hairisho analoomba ni vituko, haliko kisheria kabisa. Anaendelea hapa Kibatala anasema tusingeweza kuhairisha shauri kwa sababu zilizotolewa eti kwa siku 30 zote. Yaani anaomba siku 30 tuhairishe kwa sababu zipi? Kwanza ni mamlaka ya mahakama kujua kesi inahairishwa kwa siku ngapi. Ameomba mambo ambayo hayapo kisheria.
na mahakama ikiamua lazima ahirisho liwe kwa kipindi kifupi sana, na sisi tuko tayari kuwepo kesho. Ahirisho hilo liwe hadi kesho, tukutane hapa kesho, na sio hizo siku 30 kama wanavyoomba upande wa jamhuri. Anasema hapa wakili Kibatala kwamba ahirisho hilo kwamba liwepo kama ni leo, kesho warudi sawa, lakini sio kwa siku 30. Wakili Kibatala anaendelea hapa, lakini kabla hajaendelea hapa tunaona mahakama ikiwa bize kidogo, screen hazionyeshi vizuri, lakini anasema Jobu Mrema pia ameomba mambo ya kitoto sana hapa mahakamani. Sisi mawakili tumezuiwa kumuona mteja wetu kama mawakili kwa mujibu wa sheria huko magereza ili tumuandae mteja wetu, lakini tukazuiliwa. Sasa leo wakili wa serikali anadai eti tumpatie nafasi tukamshawishi mteja wetu akubali. Tunatumia njia gani? Mizimu au uchawi? Maana magereza hawaturuhusu tukaenda kuongea naye. Kwa hiyo tutaongea naye kivipi? Katiba inasema mtuhumiwa achukuliwe hana hatia. Haya matendo yanayofanyika hapa hayaeleweki kabisa. Akija mzee Alute Lissu, wakili ataendelea eneo hilo. Itoshe kusema kuwa ombi letu ni kwamba mahakama hii inawajibu mtuhumiwa aliyepo Ukonga anapata haki yake ya kukutana na mawakili wake, na tunaomba mahakama hii itoe amri kuwa waseme kwa nini magereza wametuzuia kumuona Tundu Lissu. Mkuu wa jeshi la magereza Dar es Salaam na mkuu wa gereza la Ukonga wote waje mahakamani waeleze mahakama kwa nini wametuzuia mawakili tusiende kumuona Tundu Lissu. Pia tunaomba mahakama itoe amri kwa nini ndugu wa Lissu pamoja na mawakili wamefanyiwa matendo ya hovyo na mapolisi wakiwa wanaingia hapa mahakamani. Kwa nini mapolisi leo wapo wengi hapa Kisutu wanawazuia ndugu wa Lissu? Je, mahakama iliambiwa kuwa wateja wa mahakama pamoja na ndugu wa Lissu watasumbuliwa leo? Je, mahakama inafahamu hayo yaliyofanywa na mapolisi? Hakuna maombi yoyote application kwenye hii mahakama kuwa umma hautaruhusiwa kwenye mahakama hii, kama ambavyo kifungo cha 186 cha CPA kinachosema umma unayo haki ya kuhudhuria mahakama ya wazi na kuangalia kesi inavyokwenda. Sasa hakuna oda yoyote ya mahakama, na sisi tunaiomba mahakama iwape haki yao ya msingi ndugu wa Lissu, marafiki wa Lissu, mawakili wake na umma wote uhudhurie mahakamani kwa mujibu wa sheria ili haki si tu itendeke bali ionekane ikitendeka. Anamaliza hapa wakili Kibatala kwa kusema mahakama ya wazi ni haki ya msingi sana na mahakama iwe na wivu sana kulinda jambo hili, kisha anamkaribisha wakili Jeremia Mtobesia. Wakili Kibatala amemaliza, sasa tunakuja na wakili Jeremia Mtobesia. Anasimama wakili Mpale Mpoke anasema tunaye observer kutoka Kenya, wakili mwenzetu Martha Karua, lakini pia yupo wakili Ferdinandi Makore na Michael Lugina kwa upande wa utetezi. Haya, anaendelea Mtobesia anasema atakuwa na mambo matatu. Hakimu anawauliza mawakili wa serikali, mbona kama mmelala? Mnasikia kweli? Anajibu wakili wa serikali kuwa kwani anaongea nani kwa sasa mheshimiwa? Watu wanacheka kidogo kana kwamba walikuwa hawafuatilii na hawajui ni nani ambaye anaongea kwa sasa mahakamani. Sasa anaendelea wakili Jeremia Mtobesia. Mtobesia anasema kifungu cha 192 inasema kuhusu mahakama ya wazi imetolewa maana yake kwenye sheria hiyo. Ukisoma CPA, ukisoma 186 sehemu ya kwanza, maana yake ni mahali ambapo umma utakuwa huru kufuatilia. Sasa hii habari ya kusikiliza kwa mtandao kwa mujibu wa kanuni za kusikiliza mtandao ni wahusika tu wa kesi na sio umma. Kanuni ya 8 nasema observers wataruhusiwa kushiriki kesi kwa njia ya mtandao hadi mahakama itoe amri. Sasa huwezi kusikiliza kesi ya jinai kama hii kwa mtandao wakati kanuni husika hazitoi nafasi kwa umma kushiriki. Sasa maelezo ya awali, yani PH nasikilizwaje kwa mtandao, wakati sheria inasema hizi kanuni zitatumika kwa kuzingatia masharti ya mwenendo wa kusikiliza makosa ya jinai. Sasa kama matakwa ni kesi kusikilizwa mahakama ya wazi,
Hizi kanuni za kusikiliza mtandao haziwezi kutumika kabisa. Mtobesi anasema naishia hapo kwenye eneo hilo. Lakini eneo lingine amesema Kibatala kuwa zoezi la maelezo ya awali, yani PH, lazima memorandum iandaliwe na iwekwe sahihi. Sasa kifungu cha 192 sehemu ya 4 inasema kuwa mambo yakisomwa na kukubaliwa na mtuhumiwa yatachukuliwa kuwa yamethibitishwa na hayatahitaji kuletewa ushahidi mwingine. Sasa mchakato wa kuweka sahihi sio mchakato mdogo na ambao hauna maana. Ni zoezi muhimu sana kisheria, sio zoezi la kupoteza muda. Sasa maelezo ya awali, yani PH, isingewezekana kuendelea kwa mtindo huo. Mtuhumiwa ni muhimu awepo hapa. Wenzetu sijui wanasoma sheria za wapi, maana mambo haya yako wazi na yanafahamika, hawako serious kabisa. Vifungu vyote tulivyosema hapa mahakamani vinathibitisha kuwa mambo ya kusikiliza kesi hii kwa mtandao hayawezekani kwa mujibu wa matakwa ya sheria. Tunaomba mtuhumiwa aletwe mahakamani ili tufanye kazi hii kwa mujibu wa sheria. Na bahati nzuri tunaomtetea na sisi sio vilaza, tunayafahamu mambo haya vizuri. Naomba kuishia hapa kwenye eneo hilo. Jambo lingine naomba kusema kuwa Lissu kutokuwepo hapa na shangaa kwa kesi hii iliyopo hapa, yuko nje ya dhamana. Maana hii kesi hapa sio ya uhaini. Kwa hiyo wakati mahakama inahairisha kesi hii, inasema mtuhumiwa ataendelea kuwa huru hadi tarehe nyingine. Sasa hawa magereza kwa vile wanamshikilia kwa kesi nyingine, basi kwa kesi hii walipaswa kumleta mahakamani. Sasa hata kesi ambayo yuko nje ya dhamana nayo hawataki kumleta. Hii ni nini? Unashangaa anaomba ahirisho la siku 30 kivipi yani? Wanateta kidogo hapa. Kuna kitu anaambiwa Mtobesia na Mpoki. Mtobesia anasema amemaliza. Sasa naingia wakili Alute Mugwai Lissu ambaye ni kaka wa Tundu Lissu, na tunaishia hapo sehemu ya kwanza. Tutarudi sehemu ya pili kuendelea na wakili Alute Mugwai Lissu, kaka wa Tundu Lissu. Update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kubwa zaidi endelea kutufuatilia sehemu ya pili mpaka ya mwisho, zote zitakujia hapa.